akitoka kule kwenye mabanda anataka muwe mmeshajipanga tayari kutoa burudani inayokusudiwa. Kwa hiyo tuwaombe mkae katika sehemu zenu na sio muda huo tena mtumie kwa kujipanga. Jamani yako basi tusimama kwa heshima kubwa na tushangilie kwa nguvu hadi atakapokuwa amekaa katika sehemu yake ambapo tutafuatiwa. Mheshimiwa Rais amefurahishwa sana na utaratibu wa MVIWATA wa kuendeleza kusimamia kutekeleza katiba yake ya kuwa na mikutano mikuu kama hii, lakini anazo taarifa kwamba leo pia tunafungua mkutano huu, lakini pamoja na kongamano ambalo litawawezesha nyie kujadili mambo mbalimbali na mtatoka hapa na maazimio. Mheshimiwa Rais anayo matumaini makubwa kwamba kupitia kongamano lenu mtabainisha mambo mazuri, mtabainisha mambo ambayo mtashauri kwa serikali, lakini pia na mipango mikakati ya kuendeleza kilimo kila mmoja kwa sekta yake. Mheshimiwa Rais anawaombea sana muendelee vizuri. Ndugu mwenyekiti wa MVIWATA, niendelee tena kutumia nafasi hii kutoa pongezi zangu za dhati kwa mtandao wenu wa vikundi vya wakulima Tanzania, yani MVIWATA, kwa kuadhimisha miaka 25 tangu taasisi yenu iweze kuanzishwa. Sina budi kukiri kwamba uhai wa miaka 25 kwa taasisi si haba, kwani kuna taasisi nyingi ambazo zilianza kama ninyi, lakini zilikoishia mpaka leo hazijulikani. Imebaki kuwa historia. Na kwa maana hiyo nionyeshe faraja yangu pia kuona kazi mbalimbali mnazozifanya kupitia kwenye mabanda yetu ambayo yamenipitisha na kuona na kusikia, lakini kushuhudia kazi mzuri inayofanywa na wakulima wadogo wadogo hapa Tanzania. Hongera sana. Ndugu mwenyekiti wa MVIWATA, nimefika hapa kujumuika nanyi ikiwa ni kutambua na kuenzi umuhimu wa wakulima wadogo na mchango wenu mkubwa katika uchumi wa taifa letu. Naomba nichukue dakika chache kuwakumbusha Watanzania kwa ujumla wake kuhusu umuhimu wa wakulima wadogo katika taifa letu. Na Mheshimiwa Katibu Mkuu ameeleza vizuri sana umuhimu wa wakulima wadogo hapa nchini. Lakini pia mkurugenzi mtendaji alipokuwa ananipitisha kwenye risala yake, naye pia ameendelea kusisitiza umuhimu wa uwepo wa wakulima wadogo hapa nchini. Mchango wa wakulima wadogo katika taifa letu ni wa kihistoria. Harakati za kupigania uhuru wa nchi yetu kwa kiasi kikubwa zilifanikishwa na tabaka la wakulima na wafanyakazi, ikizingatiwa kwamba katika kipindi hicho nchi yetu ilikuwa na idadi ndogo sana ya wasomi. Mchango wa wakulima kupitia vyama vyao vya ushirika katika mapambano ya kupigania uhuru unaojulikana na upo katika vitabu vya historia hapa nchini unaendelea kudumishwa hadi leo. Kama tabaka la wakulima wadogo lisingeunga mkono harakati za mapambano ya kupigania uhuru wa nchi hii chini ya uongozi wa waasisi wetu wa taifa letu, hususan Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, basi huenda tungechelewa sana kupata uhuru. Na kwa maana hiyo wakulima wadogo hapa nchini bado ni muhimu sana sana. Serikali ya awamu ya 5 inatambua kazi zenu, inatambua mchango wenu, inafahamu mazingira mlimo, na tutaendelea kushirikiana kwa pamoja na MVIWATA katika kubainisha yale muhimu ambayo yanatakiwa yafanywe kwa wakati huu. Kwa miaka yote tangu uhuru wa nchi yetu, wakulima wamekuwa ni wachangiaji wakubwa wa pato la taifa letu, na kwa wakati fulani mchango huo ulikuwa unakaribia 70% ya pato la taifa, huku tukiwa na 50% tu ya pato kutoka fedha za kigeni. Hata kama kwa sasa mchango wa kilimo katika pato la taifa kimahesabu umepungua, ukweli ni kwamba nguvu kazi kubwa ni wakulima wadogo, na hilo pekee linadhihirisha umuhimu wao au umuhimu wenu, uwepo wenu katika taifa hili. Kwa upande mwingine, wakulima wadogo ndio wanaolilisha taifa letu, kwa kutambua kwamba takriban 90% ya chakula tunachokula kinazalishwa na wakulima wadogo. Hongera sana.
Mchango wa aina hii kwa wakulima wadogo ndio ambao unawezesha taifa letu kujitosheleza kwa chakula, hata kama tunauza nje, na mazao ambayo tunayapata na mengine ambayo tunauza hapa ndani ndio ambayo pia yanasaidia kuwa na fedha zinazoingia kwenye mzunguko na kumwezesha mkulima kufanya shughuli nyingine za maendeleo. Na kwa kutambua mchango huo, nilipopata maelekezo na Mheshimiwa Rais, nilifurahi sana kuja kukutana nanyi, na mimi nikiwa ni sehemu ya mtoto wa wakulima nilijua nazungumza na wazazi wangu pia. Mheshimiwa Mwenyekiti, niendelee kusema kwamba nimefurahishwa sana na tukio hili ambalo leo nalizindua hapa, na kwa upande wangu naona kwamba ni jukwaa sahihi sana kwa serikali, lakini pia lilivyotumika vizuri kwa Chama cha Mapinduzi chenye ilani inayoongoza serikali hii, na ambayo kule ndani kwenye ilani inazungumza umuhimu wa kukuza na kuimarisha sekta kilimo hapa nchini. Kwa hiyo serikali kupitia kongamano hili na mkutano huu mkubwa wa 25 tutatumia vizuri sana kwa lengo la kupata maoni na kero za wakulima. Na Mheshimiwa Waziri ameahidi atakuwa hapa wakati wote wa kikao, pamoja na jukumu ambalo analo kesho, atamwacha naibu waziri na yeye atarudi kuungana nanyi mpaka mtakapofunga shughuli hii. Hiyo ni kuonyesha kwamba umuhimu wa mkutano huu na kongamano hili kwetu serikali ni lazima tuchukue kama jambo la msingi, na kwa uwepo wa waziri hapa, umuhimu wa serikali kwa jambo hili ndio unathibitishwa sasa. Kwa hiyo wanamviwata, tumieni nafasi hiyo kusema yale yote. Lakini pia nitoe rai kwa viongozi na watendaji wa serikali wa ndani ya wizara walioko ndani ya mkoa wa Morogoro na wale ambao wananisikia, na wakaribisha kuhudhuria kongamano la wakulima wadogo, ikiwemo na Wizara Viwanda na Biashara ije hapa ikae isikie nini wakulima wadogo wanasema katika kuhakikisha mazao wanayozalisha yanaongezwa thamani na kumwezesha mkulima huyu mdogo kupata thamani ya mazao yake. Na mimi niendelee kuwapa uhuru wa kusema kama ambavyo wale wachache wamesema, wamebainisha changamoto zinazowakabili. Na mnajua serikali toka imeingia madarakani mwaka 2016 jitihada ambazo tumezichukua katika kuimarisha kilimo, kuanzia kilimo chake, pembejeo na masoko ambayo tunaendelea kuyatafuta zaidi kwa mazao yote. Kwa hiyo tumieni nafasi hii kusema na kushauri serikali nini ifanye ili tuweze kwenda kwa kasi zaidi. Nataka nitumie nafasi hii, Mheshimiwa Mwenyekiti, kueleza mchango wa wakulima kwa namna ambavyo serikali tunajua. Tangu kuasisiwa kwake tarehe 5 mwezi Februari mwaka 1977, Chama cha Mapinduzi hadi leo hii kimeendelea kutambua na kuheshimu mchango wa wakulima wadogo nchini. Na nilisema ilani ya Chama cha Mapinduzi imeeleza bayana kabisa namna inavyoheshimu na kuthamini na kutambua mchango wa wakulima wadogo hapa nchini. Na ndio kwa sababu serikali pia kwenye bajeti zake imeendelea kupanua wigo na kumwezesha waziri wa kilimo, na rais wetu Dr. John Pombe Magufuli kwa nia yake njema alivunja hii wizara na kuitenganisha ili wizara ya kilimo ishughulike na kilimo tu badala ya kuongeza kitu kingine. Kwa hiyo waasisi wa Chama cha Mapinduzi CCM chini ya uongozi wa Mwalimu Julius Kambarage ndio walioanzisha na waliridhia na kuamua kuwepo kwa nembo ya jembe na nyundo kama ishara ya kuthamini na kutambua mchango wa makundi ya wakulima na wafanyakazi vile vile. CCM kupitia ilani ya uchaguzi 2015-2020 itaendelea kuisimamia serikali kutekeleza awamu ya pili ya programu ya kuendeleza kilimo nchini
yani Agricultural Sector Development Program Phase 2, ili kukifanya kilimo kuwa cha kisasa zaidi na cha kibiashara chenye tija na ambacho mazao yake yatakuwa yameongezewa thamani. Nyote ni mashahidi, Mheshimiwa Rais alipoamua kuongeza na kuupandisha uchumi wa nchi hii kutoka uchumi wa chini mpaka uchumi wa kati, aliamua uchumi wa nchi hii utapandishwa kupitia viwanda, lakini alikuwa anamaanisha kwamba viwanda hivi zaidi ya 75% vitakuwa ni viwanda vinavyochakata mazao ya kilimo ambayo wazalishaji wakulima wadogo ndio wanafanyia kazi. Kwa hiyo taifa hili limeendelea kuwa na mikakati ya kupanua kilimo ili kiendelee kuleta tija kutoka mkulima mmoja mmoja mpaka wakulima wakubwa. Na leo nimeona kumbe pia hata uyoga nao unalimwa. Mimi nilikuwa najua unaota tu milimani huko. Kwani jambo jema, tuna mazao mengi. Tunaweza kila mmoja akachukua zao moja na bado hatumalizi, na ukalilima kwa kiwango kikubwa cha kutosheleza chakula chako, lakini pia kutosheleza kibiashara ili kuweza kupata pato. Hata balozi wa Uswizi ameeleza pia kwamba kilimo hiki ni kwa ajili ya kuongeza kipato cha mkulima mwenyewe. Tena amezungumza kwa Kiswahili cheupe. Tunampongeza sana. Mpigieni makofi balozi wa Uswizi. Na msisahau wale ambao mnapenda kutumia Viingereza sana mbele ya Waswahili wote, yeye ametumia Kiswahili mbele ya Waswahili. Changamoto hiyo. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nitumie nafasi hii nieleze namna serikali ilivyojikita katika kuboresha kilimo chetu nchini. Tunafahamu kwamba wakulima mna changamoto nyingi zikiwemo za kisera kwenye kilimo, kirasilimali, kiutendaji, hususani kwenye masuala ya ardhi, masoko, mitaji na hata kero za tozo za ushuru kwenye mazao yetu. Kwa upande wake, serikali inatekeleza mipango mbalimbali kwa lengo la kutatua kero zinazowakabili wakulima wadogo sambamba na kuwawezesha wakulima hao kufikia malengo yao ya kujikwamua kiuchumi kupitia kilimo. Mpango ambao tunaendelea nao sasa ni kuhakikisha kwamba mazao yanayolimwa yanalimwa kitaalamu, lakini pia tunayahudumia kitaalamu kwa kusambaza pembejeo kwa wakati na kwa uhakika na kutafuta masoko yake. Na wizara tayari imeshaweka mpango mzuri sana wa kusambaza pembejeo ili ziweze kufika kwa wakulima kabla ya mwanzo wa msimu kutegemea na eneo hilo. Wizara imeshasambaza tayari tani zaidi ya 280,000 za mbolea na madawa, na wanaendelea na pembejeo zinaendelea kuingia nchini. Tutahakikisha tunajiridhisha kwamba pembejeo hizi zinafika mahali mlipo kwa wakati. Tarehe 14 mwezi Juni mwaka huu, Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alipokuwa anazindua programu ya awamu ya pili ya kuendeleza kilimo hapa nchini, na alipozindua alitoa maelezo ya msingi sana katika hotuba yake, na mimi naomba nitumie eneo moja tu kumnukuu. Anasema, mageuzi makubwa ya kiuchumi yaliyotokea kwenye mataifa mengi duniani yalianza kwenye sekta ya kilimo. Mifano ya nchi za mwanzo kupata maendeleo kama vile Uingereza, Marekani, Japani imetufundisha hivyo, na vile vile nchi zilizoendelea hivi karibuni kama vile Vietnam, Brazil, India na China zimetufundisha kuwa na mageuzi kwenye sekta hii ya kilimo kuwa ni chachu na kichocheo muhimu cha kuleta mageuzi ya kiuchumi. Mwisho wa kunukuu. Ndugu Mwenyekiti na ndugu wanamviwata, maelezo haya Mheshimiwa Rais yanadhihirishwa na azma yake ya dhati ya kuhakikisha kwamba sekta ya kilimo inapewa kipaumbele stahiki ili iweze kuleta tija kwa wakulima na wakulima wenyewe, lakini pia na nchi yetu kwa ujumla. Aidha, katika kutekeleza hilo, serikali imeendelea kuchukua hatua mbalimbali za kuboresha sekta ya kilimo
ikiwemo kutoa mikopo kwa wakulima wadogo, kuondoa baadhi ya tozo zenye kufifisha uzalishaji, kuwepo mipango mizuri ya matumizi bora ya ardhi na kutafuta masoko pamoja na kuongeza thamani kwenye mazao ya kilimo ili kumwongezea tija mkulima wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti wa MVIWATA, serikali katika kipindi cha Agosti mwaka 2015 hadi Septemba 2018 kupitia Benki ya Maendeleo ya Kilimo nchini TADB imefanikiwa kutoa mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni 56.45 kwa ajili ya miradi mbalimbali ya kilimo katika mikoa 13 hapa nchini. Mikopo hiyo imewanufaisha wakulima wadogo zaidi ya 527,000 waliopo kwenye mnyororo wa thamani wa mazao ya kahawa, karafuu, mahindi, mboga na mazao mengine mengi kama ilivyoainishwa kwenye awamu ya pili ya programu ya kuendeleza kilimo hivyo nchini. Kwa ndugu wakulima wadogo, wana MVIWATA, swala la mikopo kwetu tumelipa kipaumbele na serikali imeelekeza kwa maelekezo mapya kwa benki hii inayoitamka hapa TADB, ambayo kwa kiasi kikubwa ilikuwa haijawafikia wakulima wadogo kule chini, kwamba sasa iandae utaratibu wa kuwafikia huko chini. Mwezi uliopita nilipokuwa mkoani Kigoma na hamasisha mchikichi, niligundua kwamba wana Kigoma walikuwa hawajafikiwa kabisa, na nilimwita mkurugenzi wa benki hiyo na kuanza kumuonyesha njia ya kuwafikia wakulima wadogo, na sasa wamebadilisha mwelekeo wao. Sasa wanaenda kwa wakulima wadogo, nyie mkiwemo. Njia sahihi ya kupata mikopo hii si tu kwa benki hii ya kilimo, lakini pia na benki za NMB, CRDB na benki kama TIB ambayo ni ya uwekezaji na ile ya kibiashara, inaweza kukufikia wewe kwa urahisi zaidi mkiwa kwenye kundi au kwenye kikundi au ushirika. Hiyo ndio njia sahihi ambayo itakuwezesha nyie kupata mkopo huu. Unapokuwa peke yake, mara nyingi vigezo vya kibenki unaweza usivifikie, lakini mnapounda kikundi mnaweza kufikia vigezo cha kibenki. Juzi nimewasisitiza wachimbaji wadogo wa madini nikiwa Geita. Leo nalirudia hili kwenu wakulima wadogo. Mikopo kwenye benki zetu ipo, lakini ili uweze kufanikiwa ni lazima muwe kwenye kikundi, inarahisisha kupatikana kwa mikopo yenu. Na namwagiza mkurugenzi wa MVIWATA aalike wakurugenzi wa mabenki haya yote, kila benki ije ieleze fursa ya kutoa mikopo kwenu wakulima wadogo. Mkurugenzi wa benki ya kilimo aje hapa, anasema yupo vizuri sana. Mkurugenzi wa NNB aje hapa, mkurugenzi wa CRDB aje hapa, mkurugenzi wa benki ya uwekezaji TIB aje hapa. Kila mmoja apate nafasi ya kusema anatoaje mikopo, unaipataje, wakati gani na kigezo ni nini, ili mkiondoka hapa wote mkimbilie benki kupata mikopo kwa ajili ya kilimo. Serikali imeshaweka utaratibu mzuri, sasa ni utekelezaji. Na Mheshimiwa Waziri wa Kilimo, simamia haya mabenki yanawafika wakulima hawa, ili wakulima waweze kunufaika na mikopo ambayo sisi tumeipanga. Hizi benki zetu ambazo pia zimeanza kutoa mikopo, moja ya mradi ambao umepata mikopo ni chama cha ushirika cha skimu ya Mombo kule Korogwe. Ni mfano mzuri wa wanufaika wa mikopo ya TADB, na chama hicho pia kilikopa pembejeo katika benki yetu ya TADB. Baadaye walikopa trekta, baadaye walikopa tena mashine ya kuvuna mpunga, na sasa wamejenga ghala kubwa na wapo katika hatua ya mwisho kupata mashine ya pili ya kukoboa. Huu ni mfano mdogo, na mfano huu umeenda kwenye ushirika. Undeni ushirika mpate mikopo kwa urahisi zaidi. Lakini pia kutokana na mkopo wa TADB, hawa wameweza kuongeza uzalishaji maradufu kutoka tani 1.9 mpaka tani 6 kwa eka moja. Sasa benki hii inaratibu mpango wa kuwawezesha wakulima wadogo wa zao la michikichi popote nchini
Na nilipokuwa hapa nisikia michikichi kumbe inalimwa huko Morogoro ndani huku Mvomero kule karibu na Mtibwa. Mpango huu wa mchikichi ni pale panapolimwa michikichi ikiwemo na Ifakara Kilosa ambako pia michikichi inalimwa. Kwa hiyo benki hii sasa inawafikia wakulima, na najua mko hapa, nendeni benki mkakope. Kwa hiyo vikundi vyenu vianze kuratibu vizuri, vitambulike kwenye halmashauri, mlimo na huduma hii inapatikana. Mheshimiwa Mwenyekiti wa MVIWATA, niendelee kuwasihi ndugu zangu wakulima wadogo kuimarisha ushirika na kutumia ipasavyo fursa hii ya mikopo kutoka kwenye benki zetu tulizo nazo. Aidha, nitumie fursa hii pia kukemea baadhi ya vyama vya ushirika na AMCOS ambavyo vimekuwa vikipewa mikopo lakini vinasahau jukumu lake la kulipa deni. Na hili nataka nirudie, dawa ya mkopo nimesisitiza sana hapa kwenda kukopa, lakini mkumbuke mkishakopa kufanya nini? Ili wengine nao waweze kupata fedha hiyo. Mkizichukua moja kwa moja, wengine wanazikosa. Kwa hiyo swala la kulipa deni ni muhimu sana. Mheshimiwa Mwenyekiti wa MVIWATA, nikupe tu taarifa kwamba serikali imeendelea kufuta na mahali pengine kupunguza kwa kiwango kikubwa tozo mbalimbali zinazomkandamiza mkulima kwenye mazao yetu mbalimbali. Waziri wa Kilimo amefanya kazi kubwa sana kupitia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akilieleza na kuwaambia wawakilishi wenu maeneo ambayo serikali imepunguza na kufuta wakati mwingine tozo chungu nzima zilizokuwa kwenye mazao. Zilikuwa zinakwaza tu wakulima. Mathalani katika zao la kahawa tulikuwa na tozo 17. Tulikuwa na tozo 34 na tumezifuta 17, na bado waziri wa Kilimo anaendelea kufanyia kazi kuzipunguza tozo hizo zibaki chache muhimu tu, ili mkulima abaki na fedha ya kazi kubwa anayoifanya katika kulima kahawa yake. Lakini pia hata kwenye zao la korosho, tumbaku, chai, pamba, nako pia tumeshughulika na hiyo, na tunaendelea na mchakato kwenye mazao haya kuondoa tozo mbalimbali. Jumla ya tozo 84 zimeshafutwa kwenye mazao mbalimbali nchini. Hii ni jitihada ya maksudi ya kuwafanya wakulima wadogo mpate tija kwenye mazao mnayolima. Lakini pia makato ya zaidi ya 0.75 ya bei ya kahawa inayouzwa mnadani kwa ajili ya kugharamia shughuli za utafiti wa kahawa nayo pia iliondolewa. Ada ya leseni ya ghala la kahawa na kampuni ya vyama vya ushirika kiwango cha dola zaidi ya 500. Ada ya leseni ya premium coffee kwa kampuni kiwango cha dola za Marekani 1000, na kupunguza kwa 50% ya makato ya bei ya kahawa ile ya mnadani. Kwa hiyo tunaendelea kuratibu kama ambavyo nimeeleza ili wakulima waweze kunufaika zaidi. Ndugu Mwenyekiti, tunaendelea pia kutatua tatizo la mgogoro wa ardhi kama ambavyo imeelezwa hapa na mkurugenzi mkuu na wengine wote waliopata fursa kuja hapa kwamba ardhi ambayo inachukuliwa kutoka kwa wawekezaji wasiotimiza masharti ya uwekezaji yote tunaipeleka kwa wakulima, na zoezi la kutambua ardhi iliyobaki tu ambayo haitumiki, hata kama mwekezaji una hati ya miaka 99 hujaifanyia kazi kwa miaka zaidi ya 10-20, tutakunyang'anya tu ili wapeleke kwa wananchi. Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli amefanya makubwa sana kwenye sekta ya ardhi. Amesharudisha ardhi nyingi na anaendelea kuratibu vizuri kupitia Wizara ya Ardhi ili ardhi hii iweze kufika kwa wananchi na wananchi mpate fursa ya kulima mazao yenu ili muweze kupata tija zaidi. Kwa hiyo swala la kero ya ardhi hili halina shaka, moto umewaka na unaendelea kuunguza wale wote wanaomiliki ardhi hii. Lakini pia tunaendelea kuboresha sekta hii ya ardhi kwa kuandaa na mpango wa kuondoa migogoro
ya matumizi ya ardhi maeneo mengi. Tunayo migogoro mingi. Tunayo migogoro ya wakulima na wafugaji, tunayo migogoro ya wakulima na maeneo ya hifadhi, tunayo migogoro ya wakulima na mapori mbalimbali yaliyohifadhiwa kisheria. Yote haya yanaendelea kufanyiwa kazi na Wizara ya Ardhi, na wote mnashuhudia mawaziri wa ardhi, Mheshimiwa Lukuvi na Mheshimiwa Angela Mabula, wanapita wanahangaika huko na huko kutekeleza maelekezo yaliyotolewa na Mheshimiwa Rais ya kutatua migogoro ya ardhi, kuhakikisha kwamba ardhi inapimwa ili wananchi waweze kutumia ardhi hiyo. Na kupitia mkutano huu naziagiza halmashauri zote kuendelea kupima ardhi walionayo maeneo ya makazi na mashambani, ili wananchi waweze kupata ile hati kwenye ardhi anayoimiliki iweze kumsaidia kuwa ndio mtaji wa kuingilia benki kupata mikopo mbalimbali. Tukiwa tunafanya hilo, tumeendelea pia kuimarisha mabaraza ya ardhi ambayo yataendelea kuhakikisha kwamba yanaondoa migogoro, kuhakikisha kwamba hakuna tatizo tena. Hii yote ni kukabili changamoto za ardhi ambazo zinajitokeza kwenye maeneo yetu. Mabaraza haya tayari mabaraza 97 ya ardhi na nyumba, ambapo mpango ni kuwa na mabaraza aina hiyo kwa kila wilaya ili kukabiliana na changamoto za kijiografia na wingi wa migogoro tulionayo kwa sasa. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika swala zima la matumizi ya ardhi, naomba niwarejeshe kidogo kwenye katika azimio la Arusha ambalo bado ni msingi wa mfumo wetu wa kijamii na kiuchumi. Azimio lile liliweka ardhi mikononi mwa umma na kufuatiwa na sera ya ardhi ya mwaka 1995 ambayo inamtaka wazi kabisa kwamba ardhi ni mali ya umma na kila Mtanzania awe mwanamke au mwanaume anayo haki ya kutumia ardhi na kumiliki ardhi vile vile. Sisi Tanzania, ardhi ni ya serikali. Maelekezo haya ni ya serikali. Maana yake serikali imeridhia wananchi wawe na ardhi, na ili uwe na ardhi lazima upate pia kibali cha kumiliki ardhi, na ziko njia nyingi za kumiliki ardhi. Iko hiyo njia ambayo inatumika pia na Wizara ya Ardhi, lakini ya wizara yenyewe imeridhia pia na umiliki wa kiasili kwenye maeneo, unaitwa umiliki wa kimila kwenye maeneo tulimo, ili kila mmoja apate fursa ya kumiliki kipande cha ardhi ili afanyie kazi za kilimo na shughuli nyingine za ujenzi wa makazi na vinginevyo. Haya yote ni malengo yaliyowekwa na serikali yetu, na malengo haya yanaendelea kusimamiwa na serikali yetu, na wizara tulizozipa dhamana zinaendelea kufanya kazi. Sasa tuna miaka mitatu tu, tuna uhakika mpaka tutakapofika miaka mitano tutakuwa tumetatua sehemu kubwa ya migogoro. Na nataka niseme tu, wala sio mficho, Dr. John Pombe Magufuli atakuja tukuambia, na atataka pia na tunamleta pia aendelee huko ili aendelee kuboresha masuala ya ardhi. Mbona mmekaa kimya? Hivyo ndivyo ilivyo. Kwa hiyo sekta ya ardhi tumeiratibu vizuri na tuendelee kujenga imani naye, na kwamba tutahakikisha kwamba tunamsaidia vilivyo Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba haya matatizo haya tunayamaliza huku chini kwa wananchi na wale wote ambao wanakumbatia ardhi kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo kwa kutambua hilo, serikali hii ya awamu ya 5 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imeamua kufuta hati za mashamba isiyoendelezwa, ikiwa ni njia ya kurejesha ardhi kwa walio wengi na kukomesha migogoro ya ardhi. Na kama ambavyo nimesema, serikali itaendelea kuchukua hatua hiyo ya kufuta umiliki wa mashamba ambayo yanahodhiwa na watu wachache, wakati wananchi wakiwa hawana ardhi kabisa, wananchi wanahangaika kabisa, wananchi wanapata shida mahali pa kulima, wananchi hawazalishi chakula, wananchi hawazalishi mazao ya biashara. Kwa hiyo hatuwezi kukubali tuone ardhi hiyo inakaliwa bila kufanya hilo. Kwa hiyo halmashauri zote nchini zilizo na mashamba makubwa yanayomilikiwa na watu yasiyotumika wayaainishe, wamwandikie waziri wa ardhi aje kuyapitia na kuyakagua ili atoe tamko la kufuta ardhi hizo. Na MVIWATA mtusaidie kubainisha mashamba hayo tuyafanyie kazi.
Na katika hili la maagizo kwenye halmashauri, nataka niseme serikali haitasita kuwachukulia hatua maafisa wote na watendaji ambao kwa makusudi watapindisha au watachelewesha ugawaji wa mashamba hayo kwa maslahi yao binafsi, kwani kwa kufanya hivyo ni kusaliti dhamira ya serikali hii ya awamu ya 5 na yenye kwa lengo la kuchonganisha tu wananchi na serikali yetu yenye nia njema na wakulima wadogo ambao ndio nyie mlioko hapa. Mheshimiwa Mwenyekiti wa MVIWATA, kwa upande mwingine serikali imeendelea kuwezesha upatikanaji wa masoko ya mazao ya wakulima kama ambavyo imelalamikiwa na wakulima wenyewe nilipopita kwenye mabanda, lakini mkurugenzi mkuu ameeleza vizuri zaidi kwamba swala la masoko limeendelea kutupa shida hapa nchini. Lakini pia tumeendelea ujenzi wa miundombinu bora kuhifadhia mazao kama maghala. MVIWATA mmefanya kazi mzuri ya kujenga maghala, tunayafahamu, na leo yameshika kasi vizuri. Hongera sana, jipigieni makofi wenyewe. Lakini kazi tulionayo sasa ni kuhakikisha kwa pamoja kwamba mazao haya yanauzwa kwenye masoko yenye tija ya ndani na nje ya nchi. Na kwenye masoko haya tumeweka pia mifumo mbalimbali ya namna ya kuuza. Yako mazao ambayo tumeingiza kwenye stakabadhi ghalani, yako mazao ambayo tunaenda na commodity exchange, yako mazao ambayo yako chini ya bodi ya mazao mchanganyiko. Kwa taasisi zote hizi zinaendelea kutekeleza maagizo ya Mheshimiwa Rais ya kutafuta masoko ya mazao ya wakulima. Natambua kwamba sasa tunalo tatizo kubwa la soko la mazao kama vile mbaazi, soya, choroko, mihogo, dengu, tangawizi na mazao chungu nzima. Lakini jitihada za serikali ni kuhakikisha kwamba kwenye eneo hili tunalifanyia kazi. Na mimi nianze kuwapa faraja. Wiki 2-3 zilizopita nilikuwa nchini China. Tumekutana na waziri wa kilimo, lakini tumekutana na viongozi wa juu wa serikali. Moja kati ya jambo kubwa ambalo tulikuwa tunazungumza ni masoko ya mazao yetu ambayo wao wana mahitaji makubwa zaidi. Na kama mazao yetu sasa yana ubora, yamefika mahali tumeongeza thamani, wao pia wanaweza kutumia. Na wanaendelea kufanya utaratibu wa mwisho ili waweze kutupa kibali cha kuleta kupeleka mazao yetu. Wiki ijayo katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, msimamizi mkuu mtendaji mkuu wa hii sera na ilani ya Chama cha Mapinduzi atakwenda nchini China. Moja kati ya jukumu ambalo amenidokeza hapa ni kuendelea kufuatilia maeneo niliyopita kuhakikisha kwamba masoko yale tunayapata. Kwa hiyo wakulima, jitihada zipo serikalini mpaka chamani. Jitihada zipo upande wa chama na serikali. Kwa hiyo mwana uhakika kwamba serikali inahangaikia masoko haya. Soko ambalo sasa tunalo na wataalamu wake wameshaingia nchini la mihogo. Mihogo tumeshapata soko zuri tu. Waziri wa kilimo aliratibu vizuri na tumefikia hatua mzuri. Tunatakiwa tupeleke mihogo. Kiwango cha mihogo tunayolima nchini haitoshi. Wanataka mihogo zaidi. Na sasa tumewashawishi wasibebe mihogo yenyewe wakaipeleka kule. Waje kujenga viwanda hapa nchini. Kwa hiyo tayari wale wameshamtafuta Mtanzania mwenyeji ambaye atawaelekeza. Mr. Rueumbiza yuko nao, anawaelekeza kila mahali panapolima mihogo. Wamepita maeneo yote, wameenda mpaka ziwa Nyasa huko kuona fursa za mihogo. Kwa hiyo wananchi tujipange pia katika kulima mihogo. Na nimeona mihogo pia imekatwa chipsi, mingine imewekewa unga, mingine kuna wanga. Basi ilimradi muhogo unacheza nao tu. Kwa hiyo muhogo unaweza ukacheza kwenye kona mbalimbali. Mheshimiwa Mwenyekiti wa MVIWATA, kwenye masoko haya kuna eneo ambalo tunahangaika nalo sana. Na leo nimelisikia pale kwamba tunapata shida sisi na dagaa wetu tukienda Mbeya huko. Vipimo hivi vinatusumbua. Mimi nilikuwa najua Lumbesa. Sasa kumbe kuna lugha nyingine inaitwa ulinifuata mwenyewe. Yaani kuna kipimo kinaitwa sijakuita.
Umejileta mwenyewe. Yaani hicho ni kipimo. Umejileta mwenyewe, sija kuita. Ina majina chungu nzima. Kumbe ni lumbesa ya dagaa. Kwamba mama anatoka na dagaa kutoka Mwanza, Kagera, Msoma, Ziwa Nyasa, Ziwa Tanganyika. Anawapeleka kwenye soko huko Mbeya, kwenye ndoo alishapima na ndoo zake 10 anazipeleka. Anaenda huko anakuta kipimo kingine, sio ndoo yake, kipimo kingine kinaitwa sija kuita. Kwa kile kisija kuita ile moja inabeba ndoo mzima na nusu. Kwa ndoo kipimo kimoja. Hii ni dhuluma isiyokubalika. Ni dhuluma isiyokubalika. Tumeagiza mara kadhaa kwa wakala wa vipimo wafuatilie hili, lakini bado naona kuna tatizo linaendelea. Natoa agizo la mwisho kwa wakala wa vipimo. Wahakikishe wanashirikiana na halmashauri zote nchini kwamba mazao yetu yasipimwe kwenye vipimo visivyokuwa rasmi. Swala la gunia, tunajua gunia ni kilo 100 kutegemea na uzito wa zao lenyewe. Kwa gunia lile lilivyotengenezwa kiwandani kile ndio kipimo na lazima lishonwe juu, lakini lisibebeshwe mtoto likaitwa lumbesa. Kama ni ndoo zimeshatengenezwa kiwandani za lita 10, lita 20, na hicho ndio kipimo cha kupimiwa dagaa wanaotoka Ziwa Tanganyika, Nyasa na Victoria. Lakini kusiwe na kipimo kingine kinaitwa sija kuita chenye tumbo kubwa ambacho sio kutoka kiwandani. Huo ni wizi. Kwa inaagiza mamlaka ya wakala na vipimo ihakikishe inaendesha operation ya mizigo iliyopimwa kwenye lumbesa. Yeyote atakayekutwa amebeba magunia, mfanyabiashara amenunua kwa mkulima kwa kipimo cha lumbesa, huyo achukuliwe hatua tu. Hatuwezi kuruhusu wizi mdogo mdogo unaomfanya mkulima ashindwe. Nimefanya ziara mkoani Arusha, nimekuta wakulima wanalima vitunguu. Badala ya kupima kwenye kipimo cha gunia, wanapima kwenye kipimo cha lumbesa. Hii haikubaliki na hatutaivumilia. Na maeneo chungu nzima, mahindi kutoka Ruvuma, kutoka Mbeya, Songwe na maeneo mengine, kipimo cha lumbesa haikubaliki. Vitunguu kutoka kwa maeneo mengine, Singida, Iramba kule, lumbesa haikubaliki. Na maeneo yote nchini, lumbesa sio kipimo rasmi. Na tunakipiga vita, na vipimo na wakala, fanyeni kazi yenu. Na tutawapitia huko mtupe taarifa kwa nini lumbesa inaendelea. Na MVIWATA kama wadau wakubwa wa kilimo, mtuambie kuendelea kwa biashara hiyo ya lumbesa ili tuchukue hatua mara moja. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye masoko hapa tunajua iko changamoto, lakini pia tumeendelea kuimarisha masoko haya. Tumeona mabadiliko baadhi ya mazao ambayo tumeyashupalia na tunaendelea. Tulianza na zao la korosho kupitia utaratibu wake wa minada stakabadhi ghalani, bei imeshuti kutoka bei ya kawaida ya shilingi 1,500 mpaka bei ya shilingi 4,100. Na tunatamani mwaka huu pia, msimu ambao umeshaanza tarehe 1 mwezi wa 10, bei inaweza kuwa zaidi kwa kusimamizi imara. Lakini pia zao la ufuta kuanzia mwaka jana tuliposema liuzwe kwa njia ya mnada, limepandisha bei kutoka shilingi 1,400 mpaka shilingi 3,000. Na kwa hiyo ufuta sasa nchini utauzwa kwa mnada. Narudia tena, zao la ufuta litauzwa kwa mnada, sio kwa mnunuzi kumfuata mkulima nyumbani kwake, alafu unamshawishi na minoti iliyoko ndani ya koti, alafu unanunua kwenye kipimo cha kilo 2, unasema kilo hiyo nitanunua kwa shilingi 1,000. Kumbe unanunua kilo shilingi 500 kwa kutumia kikopo chako, sio inacho kinaitwaje, choma choma. Malaki majina yako mengi. Korosho kule choma choma, Kilimanjaro huko kunaitwa katakichwa, Bukoba huko inaitwa butura, hapo Tabora hapo inaitwa vishada. Basi ili mradi kila mahali mmeyapa majina. Majina haya tumeshapiga marufuku kwa sababu yanaumiza wakulima wadogo. Ndugu wakulima wadogo, tupeni ushirikiano ili tukomeshe huu wizi mdogo mdogo wa kijanja janja. Kwa hiyo tunaendelea kuimarisha
Mfumo hii ni Wizara ya Kilimo inaendelea kusimamia vizuri kwenye mazao yetu yote, na tunaendelea kila hatua ili tufike hatua nzuri. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, leo nimefaidika sana pia kusikia juhudi mnazozifanya kuhamasisha wakulima kujiunga kwenye vyama vya kuweka na kukopa SACCOS pamoja na vikoba, zile benki za vijijini. Hatua hiyo inakwenda sanjari na mkakati wa serikali wa kuimarisha vyama vya ushirika kama njia sahihi ya kuboresha soko la mazao ya wakulima. Serikali itaendelea kuunga mkono katika jitihada hizo kuhakikisha kwamba vyombo hivyo vinakuwa endelevu na vinachangia kukwamua mkulima kiuchumi. Vikoba ni benki ambayo unaweza kuwa unajiwekea kidogo kidogo, baadaye unapata fedha yako unaenda kuifanyia kazi. SACCOS unaweka kidogo kidogo, baadaye unakopa mara 2 au 3 kulingana na makubaliano yenu, unaweza kufanya shughuli. Na leo nimeona mama mmoja anayelima uyoga ameweza kujiunga kwenye kikundi, anakifundisha kulima uyoga na anazalisha mpaka amenunua gari. Akawa ananitambia, Mheshimiwa Waziri Mkuu, gari yangu hii nimenunua kwa uyoga. Nikasema haya, mwenzetu umeukata. Kwa hiyo kumbe hata uyoga unaweza kununua gari. Mama akaja Morogoro na gari yake, amesema mpaki huko nje angenionyesha. Kwa hiyo nimemwambia baadaye kabla sijaondoka niletee ndani niione. Lakini zote hizi ni faraja za matunda ya kilimo, na kupitia kilimo hiki ambacho wakulima wadogo ndio ambao mnamiliki zaidi kilimo hiki. Kwa hiyo bado niendelee kuhamasisha wakulima wote mjiunge na ushirika, muweze kuwa na nguvu ya pamoja, muweze kuwa na sifa ya kukopesheka, muweze kuwa na nguvu ya kukopa kiasi kikubwa na kujikopesha kufanya shughuli zenu za maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi tunaendelea kuondoa kero mbalimbali, na nyie MVIWATA mmefanya kazi kubwa, na leo tumekuja kuwaunga mkono. Ndugu Mwenyekiti, MVIWATA hii nimekuwa nikifuatilia sana kazi mnazozifanya mara kadhaa, na nina taarifa kwamba lengo kuu la MVIWATA ni kuwaunganisha wakulima wadogo nchi nzima ili waweze kuweka mikakati ya pamoja ya kujiletea maendeleo. Na leo nimepata ushahidi huo, kuona umma mkubwa wa wana MVIWATA, na naambiwa hawa ni wachache. Jambo hili kwetu sisi kama serikali ni faraja kubwa kwamba kweli sekta hii ipo, na naamini waziri atakapokuwa hapa atasema mengi zaidi juu ya faraja yake, kuona kwamba kumbe wizara yake ina wadau wapo wanaofanya kazi hizi vizuri. Napenda pia kuwahimiza sana na kuwatia moyo katika shughuli mnazozifanya za kusaidia wakulima wadogo katika nchi hii. Nyie MVIWATA na sisi kama serikali tunawaunga mkono na hatutawaangusha wana MVIWATA. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninayo taarifa kuhusu matamko yenu, hususani yale mawili ambapo tamko la kwanza lilikuwa ni kuunga mkono hatua mbalimbali tunazochukua na kurejesha uwajibikaji serikalini, lakini pia hatua ya kuziba mianya ya matumizi mabaya ya fedha za umma na kukusanya kodi. Tamko la pili ni la kuunga mkono hatua ya serikali ya kulinda madini yetu dhidi ya uporaji kupitia mikataba mibovu na ya kinyonyaji iliyotamkwa katika uwanja huu wa Jamhuri. Nilipokuwa natembea hapa nimekuta bango moja kubwa sana, nasema Lumbesa sawa sawa na makinikia. Yaani Lumbesa ni sawa sawa na makinikia. Sasa nikaliangalia, nikatafakari, makinikia ni mali zetu zilikuwa zinaporwa. Kumbe Lumbesa nayo inaopora wakulima wadogo. Kwa hiyo kumbe Lumbesa ni makinikia. Mabango mengi yameandika message mzuri, lakini lugha nayo ipe ilikuwa inafurahisha. Lakini ujumbe tumeupata kupitia kazi zenu, na niwahakikishie tena kwamba tutafanyia kazi. Ndugu Mwenyekiti, tulifurahishwa sana matamko yenu ambayo yalimtia moyo kiongozi wetu mkuu Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kuona kwamba hayupo peke yake bali anaungwa mkono na umma wa Tanzania. Matamko yenu yalitoa ujumbe si kwa umma wa Tanzania tu, bali pia hata wale wasiokuwa na nia njema kwenye nchi hii. Nitumie fursa hii kutambua uungaji mkono wenu mliofanya, na napenda nitumie nafasi hii kuwashukuru sana kwenye matamko yenu, kwa sababu yanamtia moyo rais wetu. Na wote mnajua kwamba rais wetu anafanya kazi nzuri kubwa,
na anatumia muda mwingi kuwaza atamkomboaje Mtanzania huyu maskini. Na sisi wasaidizi tunayo changamoto ya kumsaidia jukumu hilo la kuhakikisha kwamba tunamkwamua Mtanzania huyu mnyonge aliyeko kijijini ajue kwamba serikali hii ni yake. Na wakati mwingine Watanzania mtuvumilie tunapochukua hatua, na nyie mtulie, ili malengo yetu sisi ni kunyoosha watu wajue kwamba wanawajibika kwa wananchi, na wananchi wenyewe hawa wanyonge. Na katika utekelezaji wa hili hatuhitaji ubaguzi. Kila Mtanzania anapaswa kuhudumiwa. Kwa tutaendelea kuchukua hatua za dhati kama katika hili, na kwa kutuunga mkono tumefarijika sana. Na mimi kama mtendaji mkuu serikalini nitapita vijijini kote pale ambako nakuta mambo ya hayaeleweki na huku tumeshatoa maelekezo, hatutasita hapo hapo. Na hii lugha nadhani sasa inaeleweka vizuri na tunaanza kuona watu wanaenda vizuri kama ambavyo mmesema. Na mimi niendelee kuwataka watumishi wote wa umma ambao wamekubali kuajiriwa kwa ajili ya kutumikia umma na wanalipwa mishahara ya kodi za umma huo wawajibike ipasavyo usiku na mchana. Rais ameonyesha njia halali, kama analala ni masaa mawili tu, na mnamuona anavyofanya kazi yake mzuri. Ni muhimu pia na nyie mkatuunga mkono kufanya hilo. Kwa hiyo Mheshimiwa wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, mko hapa kwa uwakilishi, nendeni mkasimamie uwajibikaji. Nataka Watanzania hawa wakulima wadogo hawa wapate tija ya uwepo wa serikali yao. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia nimevutiwa sana na mada mlioichagua mwaka huu, waige MVIWATA, kuita wadau wake waje wasikie mmefanikiwa nini, mnataka kufanya nini, changamoto zikoje, ili muweze kuendelea vizuri. Kwa hiyo MVIWATA nawapongeza sana sana sana. Nyie mmefika hapa, mtatuwezesha vizuri serikali, endeleeni. Na sasa mna uchaguzi? Hakuna uchaguzi Maana kwa ubora huu na uwezo huu wa viongozi hawa, kama ingekuwa mkutano huu ungekuwa unaishia kwenye uchaguzi, ningepiga kampeni vile vile kwamba jamani, msituondolee hawa, tufanye nao kazi. Lakini kwa sababu sio uchaguzi, basi najua wapo, endeleeni kuboresha mahitaji ya wanachama hawa. Kwa mara nyingine tena napenda kuwashukuru na kunipa heshima.